nzuri, mtaenjoy kwa muda mtakaokuwa hapa. Kuna kuku watamu, kuna asali, kuna kitunguu bora kabisa ambao leo kinatufanya tujenge soko la kimataifa hapa Singida. Karibuni sana. Mgeni rasmi, leo tunakutana kwa ajili ya jambo hili adhimu kabisa na kutia saini mkataba mkubwa kabisa, mkataba ambao unakwenda kuibadilisha Singida yetu. Lakini ni kuhakikishia huu ni mwendelezo wa mazuri yanayofanywa na serikali ya awamu ya 6. Kwa kweli Singida tumefaidika sana na tunampongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ninaamini shukrani hizi utazipeleka kwa sababu kwa muda wa miaka 4 mambo makubwa yamefanyika katika halmashauri yetu ya manispaa ya Singida. Tumekuwa na mageuzi makubwa eneo la elimu, tumejenga madarasa mengi, tumejenga shule nzuri, na halmashauri yetu ya Singida ilikuwa na shule ya level 1, leo tumeongeza shule 5 za level. Kwa hiyo tunaenda kuipongeza, lakini tumepata ongezeko kubwa la ajira ya walimu na hivyo kupunguza ongo kubwa lilokuwepo la upungufu wa walimu. Lakini kwa upande wa afya, Mheshimiwa Naibu Waziri, tumefanya mageuzi makubwa sana. Hivi ninavyoongea kwa kipindi hiki tumejenga zahanati 5, vituo 3 vya afya, lakini tulikuwa tuna hospitali ya halmashauri. Leo hii iloko hospitali ya mkoa imekuwa hospitali ya halmashauri, na ndani yake tunaongeza majengo mapya ya majengo ya dharura na jengo la mama na mtoto, na tumepata vifaa tiba vingi, tumepata manesi na madaktari na wataalamu mbalimbali wa afya. Hivyo tunatoa huduma nzuri kabisa. Hii yote ni kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Rais na nyinyi wasaidizi zake. Tunashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa swala la utawala, tunafahamu kabisa ili mkuwe na morali ya kufanya kazi, lazima maeneo ya kufanya kazi yawe mazuri ili kutia morali kwa watumishi. Tulikuwa na jengo chakavu la halmashauri kwa maana makao makuu. Hivi leo ninavyoongea tuna ujenzi wa ofisi ya utawala ambayo imekaribia kukamilika kwa gharama ya bilioni 3 na zote zimetoka serikalini. Tunashukuru sana. Lakini tupokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mkurugenzi wetu, ameshahamia. Nafikiri anajisikia comfortable kwa hapo Singida, maana mazingira ni mazuri ya kuishi. Lakini kwa upungufu mkubwa wa watumishi na hasa watendaji. Mimi binafsi kwenye kata yangu ilifikia mahali sina mtendaji wa kata wala watendaji wa mitaa 6 nilionayo. Lakini leo kila mtaa, kila kijiji kina mtendaji na kata zote zina watendaji. Hivyo wananchi wanahudumiwa vizuri. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa swala la maji, zamani Singida ilionekana kame. Lakini hivi ninavyoongea kuna mradi mkubwa karibia bilioni 42 unaotokana na mradi wa miji 28. Wataalamu wako kazini na nina imani mradi huu ukikamilika tunakwenda kuwapa huduma ya maji wananchi wa Singida, maji safi na salama kwa zaidi ya 90%. Hivyo tutakuwa tumemtoa mama maji kama ambavyo wameiba watoto wetu hapa. Lakini kwa swala zima la utunzaji wa mazingira tuna mradi mkubwa wa utunzaji wa maji taka, nao unakaribia kukamilika. Hivyo tunategemea sasa mji wetu unakwenda kupendeza na kuwa safi zaidi. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa barabara niwapongeze sana TARURA. Pamoja na kabajeti kadogo wamejitahidi, barabara zinapitika. Lakini tuna miradi ya TANROADS. Hivi tunapoongea tuna barabara inajengwa ya Sabasaba Kizaga, tutafaidika sisi wananchi wa Singida kwa kupata barabara nzuri ya lami. Lakini tuna mradi wa barabara ya Iyumbu inaendelea kidogo kidogo. Lakini tumejenga daraja la chini pale Kibaoni, nadhani umepita pale umeona. Hivyo tumenusuru maisha ya watoto wetu, kulikuwa kuna ajali nyingi, lakini tumeuboresha na kuongeza thamani mji wetu kupitia miradi hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna mradi wa kunusuru kaya maskini, wananchi wanafaidika na tunaona mabadiliko ya hali zao za kimaisha, na naamini itaenda kubadilisha maisha ya watu wetu kwa kadri ambavyo watakuwa wanaendelea kusaidiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi majuzi tulipata heshima ya kuwa wenyeji wa Mei Mosi kitaifa. Singida iliamka. Na hii kwa kweli imeleta mabadiliko makubwa. Kwanza, kwa mara ya kwanza Tanzania ilihamia Singida. Kweli uongo? Tulikuwa na Mheshimiwa Rais hapa. Tukawa na makamu wa rais hapa. Tukawa na waziri mkuu hapa.
naibu waziri mkuu hapa, mawaziri walikuwepo, manaibu waziri walikuwepo, makatibu wakuu walikuwepo, manaibu makatibu wakuu walikuwepo, wakuu wa idara kutoka taasisi na wizara mbalimbali walikuwepo. Lakini kikubwa, vyama vya wafanyakazi walihudhuria kwa wingi. Tunajua wenyewe tulichokivuna, tulipata fedha zao, tuliamshwa. Kwa hiyo Singida ilichangamka sana. Lakini kikubwa sana ni ile kauli ya Mheshimiwa Rais ya kuongeza mshahara wa wafanyakazi kwa zaidi ya 35%. Hii inanyanyua morali ya wafanyakazi na naamini wanakwenda kufanya kazi vizuri. Mheshimiwa Naibu Waziri, leo tumekutana hapa kwa jambo adhimu kabisa. Kupata mradi mkubwa, tunakwenda kujenga soko la vitunguu la kimataifa. Soko tulionalo tunalita la kimataifa, lakini ukienda pale hakuna hata kibanda wala meza. Lakini linaitwa la kimataifa kwa sababu tunapokea wageni wengi kutoka Nairobi, kutoka Burundi, kutoka Kongo. Kitunguu chetu kinaenda Komoro, kinaenda mpaka mbali zaidi ya hapo. Ndio asili ya kuita soko la kimataifa. Lakini leo kwa mkataba huu sasa linakwenda kuwa soko la kimataifa kweli kutokana na miundombinu itakayojengwa. Sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais sana. Lakini thamani yote ya mji inaangaliwa pia na miundombinu ya barabara. Tunakwenda kubadilisha miundombinu ya mji kati, lakini tunakwenda kutengeneza barabara zinazoenda kiwandani. Tunakwenda kunyanyua uchumi wa Singida baada ya kuwa na miundombinu mizuri. Hilo pia wananchi wa Singida tunashukuru sana. Lakini ni pamoja na kuangalia ubora na usalama wa wananchi. Kuna korongo mbaya sana ambalo sisi binafsi tusingeweza kuitengeneza. Lakini leo tunapeka fedha, tunakwenda kutengeneza korongo la Minga ambalo lilikuwa linahatarisha hata uhai wa watoto wetu wanapokwenda shule wakati wa mvua. Kwa kweli nimetufanyia jambo zuri sana. Namwambia Mheshimiwa Rais, Singida ni watu wa shukrani, tunaendelea kutoa shukrani na tutashukuru tena kwa sababu kushukuru hakuna mwisho. Mwisho kabisa, niwaombe sana wananchi wa Singida, tuupokee mradi vizuri, tuwape